Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israeli inazidi kushambuliwa wakati huu mashambulizi yanatokea upande wa taifa la Lebanon. Makombora mawili yanarindima katika ardhi ya Israeli kutoka Lebanon na kusababisha ving'ora vya maroketi huko Kiryat Shimona na eneo linalozunguka, na ni kuanzia majira ya saa 1:50 asubuhi kwa saa za huko siku ya leo Ijumaa. Tahadhari pia zimechochewa huko Magariot na Tel Hai na maeneo mengine ya Misgav Am. Hata hivyo, jeshi limesema kuwa roketi moja ilinaswa huku nyingine kishambulia. Hata hivyo, kutokana na hali hiyo, waziri wa ulinzi Israel Katz ameitishia serikali ya Lebanon baada ya roketi kurushwa. Amesema ikiwa hakuna utulivu huko Kiryat Shimona na jamii za Galilaya, hakutakuwa na utulivu huko Beirut pia. Waziri wa ulinzi Israel Katz amesema na kuonya makombora mawili ambayo yamerushwa katika eneo hilo kutoka Lebanon yamesababisha ving'ora vya roketi kulia wakati wote siku ya leo, na tahadhari zimekuwa zikitolewa katika maeneo mengine. Hata hivyo, jeshi limesema hakuna majeraha yaliyopatikana wala kuripotiwa, huku huduma za dharura za Israel MDA zikisema hazijapokea ripoti za majeruhi. Ikiwa hakuna utulivu huko Kiryat Shimona na jamii zingine, hata huko nchini Lebanon hakutakuwa na utulivu. Wakati huu tutahakikisha kila kitu kinaenda sawa na kisasi kinafanyika, anasema kiongozi huyo wa Israel Bwana Israel Katz, waziri wa ulinzi. Alielekeza lawama kwa serikali ya Lebanon ambayo inabeba jukumu moja kwa moja kwa kurusha risasi kuelekea Galilaya. Hatutaruhusu kurejea kwa hali halisi ya Oktoba 7. Tutahakikisha usalama wa wakazi wa Galilaya na kujibu kwa nguvu tishio lolote, aliongeza kiongozi huyo, waziri wa ulinzi wa Israel. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu. Hii ni wazi wakati huu makundi ya wapiganaji ambayo yameamua kuonyesha kwamba yana uwezo kupambana na nchi ya Israel yanaonyesha kazi, wakati wa Houthi wakishambulia. Hata Hezbollah nao pia wanafanya shughuli hiyo hiyo ya kufanya mashambulizi, kadhalika na Hamas nao pia ambao ndio target kuu ya Israel katika nyakati hizi. Endelea kuwa nasi mtazamaji.